mpaka hapo. Wewe uko makini ujue. Kuwa makini. Nazungumza vitu vizito hapo. Wewe unaona uko mbali. Kitengenao kivipi sasa? Mimi ninapozungumza na nyinyi nazungumza vitu vizito ujue vya kinchi. Ndio hivyo sasa nakuona wewe uko makini unapokuniangalia. Ukiangalia pembeni unanitoa kwenye mada. Iko hivi. Mashirikisho ya barani Afrika wajitenge na Waarabu. Kwa nini sasa? Mpira usiwezi kwenda. Wewe kwa tukio la jana vilabu vinalalamika sana kuhusu Morocco. Timu ya taifa jana umeona kilichofanyiwa. Kwa hiyo mnashindwa kuelewa kwamba sisi, sijajua viongozi wetu wa mashirikisho wanafanya kazi gani. Sijajua wanafanya kazi gani. Kwa sababu ile ni aibu kubwa, ni aibu ya dunia na mpira wa Afrika ni aibu kubwa. Matukio ya Stars hayaangaliwi, yanaenda kuangaliwa. Matukio yao waende kwenye viara kuangalia. Hii ni aibu kubwa. Alafu nashangaa watu wamekaa na tai pale juu na viongozi wako pale wanaona so fair. Kwa nini sisi mko vile? Sio nyinyi mnaangalia klabu tu, sio klabu, sio timu ya taifa, hata vilabu vinafanywa hivyo hivyo. Tuliona Simba alifanywa hivyo hapa. Tena hapa akiwa hapa kwa nguvu kutoka kule kwenye shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo shirikisho la Afrika kwa design kama ya jana inabidi watu watoe sababu. Na likezana lijiuzulu. Ni aibu. Sasa nyinyi mnashangaa kwamba ni aibu. Sasa eti nyinyi mnaona kawaida. Tanzania ni watu wa ajabu sana. Ndio maana mimi nakwambia hivi Watanzania wafanyie wanavyowafanya wala hawana shida yote. Nimeshangaa captain baada ya kuambia wachezaji ile mechi kwamba tugome. Wangegoma dakika 5 bila mpira kuweka kati. Wangeenda kuangalia kwa VAR angelazimishwa langeenda. Unataka kwamba wangetakiwa kugoma? Wewe bado hujaelewa. Yaani iko hivi. Captain angewaambia hivi kwa sababu benchi la ufundi lisha react tayari. Ndio. Umeelewa? Benchi la ufundi lishakubali. Wamereact, wamesimama wote, wanataka kuingia kwenye kiwanja. Captain pale ingebidi yeye afanyeje? Awahamasishe wale wakae pembeni kwanza. Msende kuanzisha mpira. Yule kwa vyovyote vile angeenda kuangalia kwenye VAR penalty tungepata. Sasa jamaa kusudi lake linafanikiwa kwa sababu captain anahamasisha watu waendelee na mechi. Sasa unafikiri kwa vipi? Bado hujaelewa tena. Captain analazimisha watu wacheze mechi. Dakika zile ingekuwa Mwarabu mechi isingechezwa. Somalia ila sisi tuna matatizo. Lile tatizo la kwetu sisi. Mimi referee pale simlaumu tena. Sisi ndio tuna shida. Yale referee tena akae pembeni. Sasa wewe umeona kabisa mtu kasukumwa mpaka wale wachezaji wanaotoka Manchester ambao wamecheza ile timu Manchester, Madrid wamekasirika na lile tukio. Unajua kuna watu wanapenda haki siku zote. Lakini mimi nashangaa eti captain anawaambia twendeni tukacheze mpira. Ni aibu, utaanzisha mpira vipi? Benchi la ufundi limereact kwamba tukatae tumlazimishe yeye referee aende wapi? Akaangalia kwenye VAR, lakini yeye Samata anaambia wenzake tuendelee na mpira. Mpaka tuanza kumchunguza yeye na matatizo gani. Kuna shida kubwa sana. Sisi jana tumepoteza pambano kwa uzembe. Kwa sababu dakika zile hukubali wao wasingecheza ile mechi na angeenda tu. Kwa sababu jamaa aliyeko kwenye room ambaye ndio wasaidizi wake wanamwambia kama unajiona vipi uriziki njoo angalie, yeye hataki kwenda. Yaani maamuzi yake yeye. Bora zingine anaenda kuangalia. Lile kwa nini unakataa kwenda? Anakuambia hapana. Unakataa vipi usiende kuangalia kwamba ni kweli? Ujiridhishe. Mstari umewekwa kabisa hivi kwamba umeonyesha kabisa kwamba lile ni penalty. Aende basi akajidhihirishe, hataki kwenda. Wachezaji basi onyesheni umoja wenu wa kulazimisha kuforce penalty iwekwe, hamfanyi. Benchi limeonyesheni mfano limesimama lote mpaka mtu kapoka kadi ya njano. Nyie hamtaki kwenda. Sasa mtalaumu nini sasa? Kwa hiyo mimi wakisha airport nitawaambia nyinyi mlifanya uzembe, ule ni uzembe. Watu wanataka kukofai kwenda robo finali. Pale sasa hamna cha kuangalia kwamba rais wa FIFA yupo, wa CAF yupo, pale mnakaa pembeni. Mkikaa pembeni yule kwa sababu mpira uendelee. Kama uendelee si ataenda tu, atapata aibu ataenda kuangalia. Lazima aende. Sasa anaona nyinyi mnakubali kucheza. Sasa yeye afanyeje? Kwa hiyo tumepoteza pambano la muhimu sana. Kwanza hata hivyo tumeachieve target yetu. Target yetu tulikuwa ni 16 bora. Tumeachieve tumeenda. Lakini kumbe kulikuwa na nafasi ya kwenda robo finali tena. Kulikuwa na nafasi hiyo. Tungepata ile penalty na tungeenda kwenye penalty. Wale wanatoka. Nakwambia wale wanatoka. Lakini ukiendelea na wachezaji wazuri. Sasa hiyo kama wachezaji wazuri wangetufunga na ile dakika 90 zile zote ungeona. Lakini cha ajabu sisi ndio tumewakosa kosa.
Haya, Msuva angepata ile goli. Kwa maana nikuulize kuhusiana na goli aliyokosa Msuva. Ni nafasi ya wazi kabisa. Ya wazi kabisa kabisa kabisa. Tena kwa nchi zingine ile ni kesi tena ile. Ni kesi kubwa. Kama uko Chile kwa Amerika Kusini, ile ni kesi kubwa. Mashindano yale ndio mashindano ya kombe la dunia, kombe la dunia la kwetu barani Afrika. Hili ndio kombe la dunia. Hii ndio hivyo. Mpaka pesa sasa. Ile imegonga ngozi nani, mwamba imerudi. Ile sikumalizia tu. Mpaka yani si mpaka mpira unaisha ilikuwa ile iwe 2-1. Wachezaji pia wachezaji wenyewe na mpira jinsi ulivyokuwa unaelekea, lakini kwa ujumla Tanzania inahitaji heko, na sasa hivi Afrika tunazungumziwa. Na Gamondi tutakuwa naye tena. Kwanza kwa kifupi, tulishindwa kuingia naye mkataba wa muda kabla, na sasa hivi tena mataifa mengi yatamhitaji kwenye national team pamoja na vilabu, kwa sababu kwa ukuta ambao ulitengeneza jana na kwa wachezaji ambao wanacheza Morocco, wengi wanatoka Madrid, wengine wanatoka Manchester, lakini walishindwa kupenya kwenye ile ngome. Maana yake ni kwamba sisi tumekuwa vizuri. Kwa ujumla mashindano haya tumepiga hatua kubwa sana. Hata katika renki tutapanda kwenye renki kwa kasi kubwa sana. Renki linachouma wengi ndio tukio lile la dakika za mwisho. Jamaa alikuwa na maamuzi yake yeye mwenyewe, yeye kama yeye. Hilo ndio linalotuuma zaidi. Na Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa dhuluma ambayo ametufanyia jana na kule kwa kuumia kwetu, Mungu naye atampa jibu lake. Kwa sababu watu wameumia sana. Ndio maana hata yule mchezaji wa Manchester yule alikataa kabisa kupenda ile kitu. Kuna wachezaji mpaka leo duniani wanapenda haki. Ile kitu imewauma sana hata wachezaji, baadhi ya wachezaji wa Morocco. Unajua ushinde ukiwa na raha, sio ushinde kwa mipango, hata wao wenyewe upendezewe. Wameshinda baada ya mechi kuisha walishangilia. Hawakushangilia. Kwa sababu wameona wenyewe wame nani. Na hata hiyo nusu finali hawataenda. Kwa design ile nusu finali hawataenda. Kwa sababu nahisi watakutana na Morocco, watakutana na Simba wa nani wa Kameruni. Watakutana nao na jinsi nilivyowaona na kwa timu yao ile, sidhani kama wataenda mbele. Sababu dhuluma waga haiendi mpaka mwisho. Dhuluma ina kikomo chake, mpaka mwisho huwezi kwenda. Mchungaji, kwa kumalizia sasa na mwisho tumzungumzie Gamondi kwa muda mfupi huu alikuwa kwa sasa. Au uwezo wake. Gamondi ni kocha ambaye ameprove. Tunaona mechi ya Yanga na Mamelodi. Aliweza kutengeneza, aliweka approach kama ile na alifanikiwa. Dar es Salaam pamoja na Johannesburg alifanikiwa. Kwa hiyo Gamondi mechi kubwa akiamua kujipanga, hakuna mtu anaweza kamwe. Ni kocha ambaye ana mbinu kubwa mno. Jana ile mbinu leo tumia mimi siye kuiona. Anastahili pongezi kubwa sana sana. Na tunawasubiri tuone tukawapokee. Kama wanaingia leo kesho, tuone tukawapokee. Lakini Gamondi hapo. Unasema? Lakini Gamondi hapo. Toa sauti. Lakini Gamondi apewe pongezi zake. Vibaya sana na maua yake. Na inabidi wafanywe tafrija timu ya taifa. Na hizi serikali hawezi kuacha hivi. Watafanya tafrija, maana tukio lililofanya wamefanya tukio kubwa sana ambalo linatia moyo hasa kwa mpira wetu wa Tanzania. Tokea tupate uhuru ndio mara ya kwanza tumeweza kufika hatua ile. Na tungeweza kwenda robo finali. Kocha wa Nigeria anasema Tanzania ilistahili kwenda robo finali. Kwa mbinu za mwalimu na aina ya wachezaji. Jana kina Faisali unaweza kusema baba kutoka Madrid. Wakina Baka unaweza kusema baba anatokea AC Roma huko au Inter Milan. Kwa uwezo ambao kwa anaonyesha jana. Kipa Masalanga unaweza kusema labda anachezea labda Manchester au Man City. Kumbe mwanangu anatokea Suti Mbiani. Kwa hiyo jana tulistahili pongezi sana. Kwanza kwenda nao mpaka half time bila kufungwa. Alafu tukawakosa wao. Tulistahili pongezi kubwa sana. Kwa hiyo yote juu ya yote tunamshukuru Mungu kwa yote yametokea, na hapa tulipofikia ni hatua kubwa sana. Mungu aendelee kuibariki Tanzania na wachezaji wetu. Tunawasubiri tukawapokee, tukawape maua yao. Asante sana na Mungu awabariki sana.